Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Teule Eliudi, naenda kusoma haya kwa moyo. Mwanzo 1:1 Mungu aliziumba mbingu na nchi. Waefeso 6 mstari wa kwanza nao nasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Kutoka 20:13 usiue. Kutoka 20:14 usizini. Kutoka 20:15 usimshuhudie jirani yako. Usiibe. Kutoka 20:16 usimshuhudie jirani yako uongo. Waefeso kutoka 20:12 usimwache mwanamke mchawi kuishi. Waefeso 6 mstari wa 2 na nasema, enyi watoto watiini wazazi wenu, maana hii ndiyo haki, maana hii ndiyo amri ya kwanza nayo yenye ahadi. Asante, makofi kwake. Anaitwa mtumishi wa Mungu Teule. Haya, Fred, karibu. Walimu mkae makini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Fred Samson Fred Sema Njui, na napenda soma kama Kutoka 20 mstari wa 15 usiibe. Kutoka 20 mstari wa 12 usimwache mwanamke mchawi aishi. Kutoka 20 mstari wa 16 usimshuhudie jirani yako uongo. Kutoka 20 mstari wa 15 usiibe. Kutoka 20 mstari wa 8 ikumbuke siku ya Sabato na itakase. Zaburi 25 mstari wa kwanza. Zaburi 25 mstari wa kwanza naye nasema, Bwana ndiye Amen. Asante Fredi. Asante, umejitahidi kakae. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Samuel Bonventure kwa Sori Gwangu. Nenda kutajia kwa Mungu. Efeso 6 mstari wa kwanza. Enyi watoto watiini wazazi katika Bwana, maana ndiyo haki. Amen. Asante sana. Anaitwa nani? Dani. Karibu Dani. Dani Amani. Karibu. Mwanzo 1:1 hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kutoka mstari wa 13 usiibe. Kutoka mstari wa 14 usishuhudie. Kutoka mstari wa 14 usizini. Kutoka mstari wa 15 usiue. Kutoka mstari wa 16 usishuhudie jirani yako uongo. Yohana mstari wa 11 mstari 35 Yesu akalia machozi. Wafilipi 4 furahini katika Bwana, nasema tena furahini. Wagalatia 5 mstari wa 25 tuishi kwa Roho, tunende kwa Roho. Misali wimbo bora 1:1 wimbo bora Suleiman. Misali mstari wa
23 mstari wa kwanza. Asante, makofi kwa Dani. Haya, karibu. Unaitwa nani? Utuambie. Isaac. Isaac nani? Ronald. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo ni mbingu na nchi. Kutoka 20:13. Usiue. Kutoka 20:14. Zini. Kutoka 15. Usiibe. Yohana mstari wa 11:35. Yesu akalia macho. Amen. Asante mtumishi. Asante sana. Jamani, makofi kwake. Unajua hii ya kufanya hivi alikuwa anasikilizia mistari ili ishuke. Haya. Baraka Kaela. Ananawa. Nawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Baraka Kaela. Naenda kusoma haya kwa moyo. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu alimpa mbingu na nchi. Kutoka 20:14. Usizini. Kutoka 20:13. Usiibe. Kutoka 20:15. Usiue. Waefeso 6 mstari wa kwanza. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Yohana 23 mstari wa kwanza. Yesu akalia machozi. Makofi kwa Baraka. Asante. Yaani Baraka mpaka kipara kimeota ghafla. Maana haya. Gideoni Mahunda B. Twende kazi. Njoo. Yes. Asifiwe. Majina yangu naitwa Gideoni Alfred Mahunda. Nenda kusoma haya kwa moyo. Wafilipi 4:4. Mungu Wafilipi 4:4. Wafilipi 4:4. Mungu alimpa mbingu na nchi. Asante sana Mahunda B aka Bwana Gideoni. Makofi kwake. Haya. Naenda kushoto kwangu. Unaitwa nani? Tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kisna Elidi. Naenda kusoma haya kwa moyo. Yohana 3 mstari wa 16 na anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali uzima wa milele. Waefeso 6 mstari wa kwanza na anasema, kwa maana jinsi Mungu enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana yeye ndiyo haki. Zaburi 23 mstari wa kwanza na unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kutoka 22 mstari wa 18 na unasema, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kutoka 22 mstari wa 19 na unasema, mtu yoyote alalaye na mnyama sharti auawe. Mathayo 5 mstari wa 3 na unasema, heri walio maskini walo, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5 mstari wa 4 na unasema, heri walio na huzuni, maana wao watafarijika. Mwanzo 9 mstari wa 28 na unasema,
Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350. Mwanzo 9 mstari wa 29 na anasema siku zote za Nuhu zilikuwa miaka 900 akafa. Mwanzo 1:1 hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kutoka 20:13 usiue. Kutoka 20:15 usizini. Kutoka 20:16 Kutoka 20:15 usiibe. Kutoka 20:16 usimshuhudie jirani yako uongo. Mwanzo 1 mstari wa 3 na unasema Bwana akasema iwe jioni iwe asubuhi siku ya 3. Kutoka 20 mstari wa 8 na unasema ikumbuke siku ya Sabato na itakase. Zaburi 150 mstari wa 6 na inasema kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Waefeso 6 mstari wa 2 na unasema waheshimu baba yako na mama yako, hii ndiyo amri ya kwanza na yenye ahadi. Mstari wa 3 upate heri na kuishi miaka mingi duniani. Mathayo 6 mstari wa 11 na anasema utupe riziki yetu leo. Amen. Amen. Makofi kwake. Asante sana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Marina Sande Jafet, naenda kusoma haya kwa moyo. Mwanzo 1:1 hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1 mstari wa 3 Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mwanzo 1 mstari wa 4 Mungu akaona nuru ilikuwa ni njema, akatenganisha nuru na giza. Mwanzo 1 mstari wa 5 Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku, ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Mathayo 5 mstari wa 1 naye alipoona makutano alipanda mlimani, alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Mstari wa pili akafungua kinywa chake akawafundisha akisema. Mstari wa 3 heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mstari wa 4 heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Mstari wa 5 heri wenye upole, maana watairithi nchi. Mstari wa 6 heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mstari wa 7 heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mstari wa 8 heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mstari wa 9 heri wapatanishi, maana hao wataitwa na Mungu. Mstari wa 10 heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 6 mstari wa 9 basi ninyi thalini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mstari wa 10 mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Mstari wa 11 utupe leo riziki yetu. Utupe riziki yetu leo. Mstari wa 12 utusamee deni zetu kama sisi tuwasamehavyo wadeni wetu. Mstari wa 13 usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe na yule mwovu. Mathayo 7 mstari wa 1 msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Mathayo 7:7 ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 8 kwa maana kila ombaye pokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Habakuki 1:1 ufunuo alioona Habakuki. Habakuki 3 mstari wa 1 Sara nabii Habakuki. Yona 1:1 basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai. Yona 2 mstari wa 10 Bwana akasema na yule samaki, naye akamtema Yona pwani. Wimbo robo la 1:1 wimbo robo la wa Suleiman. Wimbo robo la 1:2 kubusu na nibusu kwa kinywa chake, maana pambaji zake zavuka divai. Kutoka 20 mstari wa 1 Mungu akanena maneno haya yote akasema. Kutoka 20 mstari wa 2 mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mstari wa 3 usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 mstari wa 7 usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa ana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Kutoka 20 mstari wa 8 ikumbuke siku ya Sabato itakase.
Kutoka 20 mstari wa 9, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote. Kutoka 20 mstari wa 12, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kutoka 20 mstari wa 13, usiue. Kutoka 20 mstari wa 14, usizini. Kutoka 20 mstari wa 13, usiibe. Kutoka 20 mstari wa 15 ndio usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Waefeso 6 mstari wa 1, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Waefeso 6 mstari wa 2, waheshimu baba na mama yako, amri ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Waefeso 6 mstari wa 3, upate heri na ukae siku nyingi katika dunia. Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali wareeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Waefeso 5 mstari wa 15, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Wafilipi 4:13, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ayubu 1:1, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Luka 17 mstari wa 5, mitume akamwambia Bwana, tuongezee imani. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yohana 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 11 mstari wa 35, Yesu akalia machozi. Yohana 14 mstari wa 1, msifadhaike mioyoni mwenu, mumwamini mimi ni Mungu, niaminini na mimi. Yohana 14 mstari wa 2, nyumbani mwa baba yangu makao ni mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Yohana 15 mstari wa 1, mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Yohana 15 mstari wa 2, kila tawi ndani yangu lisilozaa huondolewa, na kila tawi lizalo usafishwa lizidi kuzaa. Yohana 15 mstari wa 3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Yohana 15 mstari wa 14, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuru. Yohana 16 mstari wa 1, nawaambieni hayo kusudi msiache imani yenu. Yohana Mithali 1:1, Mithali za Suleimani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Mithali 1 mstari wa 2, kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu. Mithali 1 mstari wa 7, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mithali 1 mstari wa 10, mwanangu wenye dhambi wa kushawishi wewe usikubali. Mithali 3 mstari wa 1, mwanangu usisahau. Mithali 3 mstari wa 1, mwanangu usisahau sheria zangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Mithali 10 mstari wa 1, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Mithali 16 mstari wa 1, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Mithali 20 mstari wa 13, usipende usingizi ukawa maskini. Usipende usingizi ukawa maskini, fumbua macho yako na utashiba chakula. Mithali 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia mpasayo, naye hataiacha atakapokuwa mzee. Mithali 22 mstari wa 7, tajiri mtawala maskini naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Mithali 26 mstari wa 4, nayo inasema Mithali 26 mstari wa 4, nayo inasema, usimjibu mpumbavu sawa sana upumbavu wake, usije ukafanana naye. Mithali 23 mstari wa 13, usimnyime mtoto mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hatakufa. Mithali 23 mstari wa 14, utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Mithali
Mithali 27 mstari wa 5. Lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Mithali 28 mstari wa 26. Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali aendaye kwa busara ataokolewa. Mithali 29 mstari wa 25. Kuwaogopa wanadamu ni mtego, bali amwaminie Bwana atakuwa salama. Mithali 29 mstari wa 26. Watu wengi hutafuta upendeleo kwa mkuu, bali hukumu ya kila mtu hutoka kwa Bwana. Mithali 30 mstari wa 5. Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Mithali 30 mstari wa 10. Mithali 30 mstari wa 10. Mithali 30 mstari wa 10. Usimchongee mtumwa kwa bwana wake, asije akakulaani ukaonekana una hatia. Zaburi 23 mstari wa 1. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 25 mstari wa 1. Bwana nakuinulia nafsi yangu. Zaburi 27 mstari wa 1. Zaburi 27 mstari wa 1. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Zaburi 37 mstari wa 5. Ukimkabidhi Bwana njia yako, pia ukimwamini, naye atafanya. Zaburi 117 mstari wa 1. Haleluya, enyi mataifa yote msifuni Bwana, enyi watu wote muhimidini. Mstari wa 2. Mstari 17 mstari wa 2. Maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu, na uaminifu wa Bwana ni wa milele. Zaburi 118 mstari wa 1. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa 2. Israeli na iseme sasa ya kwamba fadhili zako ni za milele. Zaburi 118 mstari wa 9. Zaburi 118 mstari wa 9. Mstari wa 8. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Zaburi 118 mstari wa 9. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Zaburi 121 mstari wa 1. Na nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Zaburi 121 mstari wa 2. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi 122 mstari wa 1. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Zaburi 123 mstari wa 1. Wewe uketie mbinguni. Zaburi 125 mstari wa 1. Wamtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao utatikisika wakaa milele. Zaburi 127 mstari wa 1. Bwana asipoijenga nyumba, waijenga wafanya kazi bure. Mstari wa 2. Bwana asipolinda mji, yeye ulindaye akesha bure. Zaburi 128. Zaburi 119 mstari wa 1. Heri waliokamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Zaburi 119 mstari wa 2. Zaburi 119 mstari wa 2. Heri watiio shuhuda zake, wamfuatao kwa moyo wote. Zaburi 119 mstari wa 64. Bwana dunia imejaa fadhili zako, nifundishe amri zako. Zaburi 119 mstari wa 68. Bwana dunia imejaa Zaburi 119 mstari wa 68. Wewe umwema na mtenda mema, unifundishe amri zako. Zaburi 128 mstari wa 1. Zaburi 128 mstari wa 1. Heri mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Zaburi 130 mstari wa 1. Zaburi 130 mstari wa 1. Zaburi 130 mstari wa 1. Zaburi 130 mstari wa 1.
Nimesahau, bado sijamaliza. Njoo. Wanasema uendelee, njoo. Unakumbuka? Zaburi 131 mstari wa 9. Zaburi 131 mstari wa 3. Haleluya, lisifuni jina la Bwana enyi watumishi wa Bwana. Zaburi 139 mstari wa 1. Bwana umenichunguza na kunijua. Zaburi 135 mstari wa 1. Zaburi 131 tayari nimetaja. Zaburi 135 mstari wa 1. Israeli, mtarajieni Bwana tangu sasa hata milele. Zaburi 130 mstari wa 1. Hiyo nimesahau jamaa. Zaburi 146 mstari wa 1. Haleluya, nafsi yangu msifu Bwana. Makofi kwake. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rachel Abiudi, naenda kutaja kwa moyo. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1 mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kutoka 20 mstari wa 12, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako za kuishi zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kutoka 20 mstari wa 13, usiwe. Kutoka 20 mstari wa 14, usizini. Kutoka 20 mstari wa 15, usiibe. Usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Kutoka 22 mstari wa 18, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kutoka 22 mstari wa 22, usimtese mjane yote mfano mume wa mtoto yatima. Kutoka 20 mstari wa 8. Hiyo iache bwana. Kutoka 23 mstari wa 6, usipotoe hukumu ya mtu maskini katika neno lake. Zaburi 23 mstari wa 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 23 mstari wa 6, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana sasa na hata milele. Amina. Zaburi 25 mstari wa 1, Bwana nimekuinulia nafsi yangu. Zaburi 35 mstari wa 1, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Zaburi 37 mstari wa 5, umkabidhi Bwana njia zako, nayo mtumaini naye atafanya. Waefeso 6 mstari wa 1, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Wafilipi 4 mstari wa 13, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 8, kwa kila ombaye atapewa, atafutaye ataona, na kila bishaye atafunguliwa. Wimbo ule bora 1:1, wimbo ule bora Suleiman. Habakuki 1:1, Habakuki ufunuo ulioandikwa na nabii Habakuki. Habakuki 2:1, sala ya nabii Habakuki. Mathayo 5 mstari wa 3, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni wao. Mathayo 5 mstari wa 4, heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Mathayo 5 mstari wa 5, heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Mathayo 5 mstari wa 6, heri wenye kiu na njaa, maana hao watashibishwa.
Mathayo 5 mstari wa 7. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mathayo 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana hao wataishi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mathayo 5 mstari wa 10. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 11 mstari 35. Yesu akalia machozi. Mathayo 1:1 hadi 16. Kitabu cha ukoo wa Yesu mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari, Peresi akamzaa Ezromu, Ezromu akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu, Obedi akamzaa mfalme Daudi. Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abiya, Abiya akamzaa Asa, Asa akamzaa Yoshafati, Yoshafati akamzaa Yoramu, Yoramu akamzaa Uzia, Uzia akamzaa Yothamu, Yothamu akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Hezekia, Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake, Yekonia akamzaa Yekonia wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli, Shealtieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abiudi, Abiudi akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu, Akimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eleazari, Eleazari akamzaa Eleazari akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mmewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Zaburi 121 mstari wa 1. Ewe Bwana nimekuinulia nafsi, Ewe Bwana nakuinulia, nimeinua macho yangu, nainua macho yangu tazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Zaburi 122 mstari wa 1. Nalifurahia aliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Mithali 10 mstari wa 1. Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Mithali 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasao, naye ataiacha atakapokuwa mzee. Mithali 20 mstari wa 13. Usipende usingizi, utakufa maskini, fumbua macho yako nayo utashiba chakula. Kutoka 20 mstari wa 8. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Zaburi 150 mstari wa 6. Na kila mwenye pumzi na amsifu Bwana, haleluya. Zaburi 123 mstari wa 1. Nimekuinulia macho yangu, wewe uketie mbinguni.
Zaburi 118 mstari wa 8. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Zaburi 118 mstari wa 9. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Zaburi 116 mstari wa 9. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Zaburi 118 mstari wa 17. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayatangaza matendo ya Bwana. Zaburi 125 mstari wa 1. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, na hautatikisika wakaa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Glory George, nakwenda kusaja haya kwa moyo. Mwanzo 1 mstari wa 1 naye anasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo 1 mstari wa 3 naye anasema, Bwana akasema, na iwe nuru, ikawa nuru. Zaburi 23 mstari wa 1 naye anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waefeso 6 mstari wa 1 naye anasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waefeso 6 mstari wa 2 naye anasema, waheshimu baba yako na mama yako, kwa maana amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Waefeso 6 mstari wa 3 naye anasema, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Waefeso 6 mstari wa 4 naye anasema, enyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali mwalee katika maonyo ya Bwana. Kutoka 20 mstari wa 13 naye anasema, usiue. Kutoka 20 mstari wa 14 naye anasema, usizini. Kutoka 20 mstari wa 15 naye anasema, usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16 naye anasema, usimshuhudie jirani yako uongo. Ufunuo 22 mstari wa 21 naye anasema, neema ya Bwana iwe nanyi nyote, amina. Kutoka 22 mstari wa 18 naye anasema, usimwache mwanamke mchawi akaishi. Ufunuo 22 mstari wa 21 naye anasema, usimwache mwanamke. Ufunuo 22 mstari wa 21 naye anasema, neema ya Bwana iwe pamoja nanyi nyote, amina. Amen. Asifiwe. Majina anaitwa Nasanaeli Mfianchando, kusimama kwa Mungu. Zaburi 122 mstari wa 1 unasema, nafurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Mithali 10 mstari wa 1, maana mwenye hekima hufurahisha babaye, bali mama mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Ayubu 1:1, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ili mmoja alimcha Mungu na kuepukana uovu. Kutoka 20 mstari wa 3, usiwe na miungu mingine ila mimi. Zaburi 122, Zaburi 120, Zaburi 150 mstari wa 6, kila mwenye pumzi msifu Bwana. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Efeso 6 mstari wa 1, yeye watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana ndio wake. Marko 10 mstari wa 13, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana ufalme mbinguni ni wao. Mathayo 5 mstari wa 3, heri walio maskini wa roho, maana ufalme mbinguni ni wao.
Mathayo 5 mstari wa 7. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Yohana 11 mstari wa 35. Yesu akalia machozi. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kutoka 20 mstari wa 12. Heshimu baba yako na mama yako, siku zake zipate hekima nyingi katika nchi kwa Bwana Mungu wako. Kutoka 20 mstari wa 13. Usiue. Kutoka 20 mstari wa 14. Usizini. Kutoka 20 mstari wa 15. Usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16. Usimshuhudie jirani yako uongo. Kutoka 22 mstari wa 18. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Mstari 16. Wimbo ulio bora, sura ya 1 mstari wa 1. Wimbo na unasema, wimbo ulio bora wa Sulemani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Elshadai Nona, nitakwenda kusoma haya kwa Mungu. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mathayo 5 mstari wa 3. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5 mstari wa 4. Heri wenye huzuni, maana watafarijika. Mathayo 5 mstari wa 5. Heri wenye upole, maana watalisi nchi. Mathayo 5 mstari wa 6. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Mathayo 5 mstari wa 7. Heri wenye rehema, maana watapata rehema. Mathayo 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mathayo 5 mstari wa 10. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana hao ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7:8. Kwa maana kila ambao hupewa naye atafuta, huona naye abishaye hufunguliwa. Waefeso 6 mstari wa 1. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana yeye ndiyo haki. Waefeso 6 mstari wa 2. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Waefeso 6 mstari wa 4. Nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali mwalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Wafilipi 4:4. Furahini katika Bwana siku zote, na nasema furahini. Kutoka 20:13. Usiue. Kutoka 20:14. Usizini. Kutoka 20:15. Usiibe. Kutoka 20:16. Usimshuhudie jirani yako uongo. Kutoka 22 mstari wa 18. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kutoka 20 mstari wa 8. Hiyo achana nayo. Luka 17 mstari wa 5. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, neno kwa Mungu, neno kwa Mungu. Yohana 1:2. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yohana 11:35. Yesu akala machozi. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu muumini asipotee bali awe na uzima milele. Misali 1:1. Misali za Suleiman mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Wimbo ule bora 1:1. Wimbo bora wa Suleiman. Misali 1:10. Mwanangu, mwenye dhambi akusahihishwe usikubali. Misali 1:7. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mathayo 1 mstari wa 2. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda ndugu zake. Hesabu 1:1. Bwana akanena na Musa. Zaburi 23 mstari wa 1. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 25 mstari wa 1. Bwana kuinulia nafsi yangu. Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili na imani, ndipo mimi nitakavyokujia. Zaburi 31 mstari wa 1. Nimekukimbilia Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye.
Misali 23 mstari wa 13, usimnyime mtoto mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo atakufa. Zaburi 150 mstari wa 6, kila mwenye pumzi amsifu Bwana, haleluya. Zaburi 122 mstari wa 1, nalifurahia uliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Zaburi 123 mstari wa 1, nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni. Zaburi 125 mstari wa 1, wamtumainio Bwana kama mlima Sayuni ambao utatikisika wakaa milele. Misali 16 mstari wa 1, maandalio ya maono ya mwanadamu bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Misali 20 mstari wa 13, usipende usingizi usije ukawa maskini, fumbua macho yako na utashiba chakula. Misali 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia mpasao naye ataiacha atakapokuwa mzee. Yohana 14 mstari wa 1, msifadhaike mioyoni mwenu na muamini Mungu na muamini na mimi. Yohana 15 mstari wa 1, mimi ndimi mzabibu wa kweli na babangu ndiye mkulima. Mathayo 11 mstari wa 29, jitieni langu mjifunze kwangu mimi, kwa kuwa mimi ni mpole mnyenyekevu wa moyo. Mathayo 11 mstari wa 30, kwa maana ni langu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Zaburi 118 mstari wa 1, haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 37 mstari wa 5, chana nayo shesau tayari. Luka 18 mstari wa 1, akawaambia mfano ya kwamba imepasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Ayubu 1:1, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu na ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Nitakwenda kusoma ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim kuanzia Mathayo 1:1 hadi 16. Ibrahim alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Ezrom, Ezrom akamzaa Alam, Alam akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashon, Nashon akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boaz kwa Rahabu, Boaz akamzaa Abedi kwa Rutu, Abedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Suleiman kwa yule mke wa Uria, Suleiman akamzaa Rehoboam, Rehoboam akamzaa Abia, Abia akamzaa Asa, Asa akamzaa Yoshafati, Yoshafati akamzaa Yoram, Yoram akamzaa Usia, Usia akamzaa Yosam, Yosam akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Hezekia, Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amon, Amon akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia ndugu zake wakati ule wa Babeli. Na baada ya ule wa Babeli, Yekonia akamzaa Shaltieli, Shaltieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abiudi, Abiudi akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Azor, Azor akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Hakimu, Hakimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eliazari, Eliazari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariam aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Mathayo 24 mstari wa 35, mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Zaburi 121 mstari wa 1, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Misali 28 mstari wa 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yule aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Zaburi 27 mstari wa 1, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu, uzima wangu, mimi ni mhofu nani? Zaburi 27 mstari wa 4, neno moja nimeitaka kwa Bwana, ndio utakatafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana, kutafakari hekaluni mwake. Zaburi 116 mstari wa 1, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anasikia sauti yangu na dua zangu. Zaburi 117 mstari wa 1, haleluya, enyi mataifa yote msifuni Bwana, enyi watu wote mhimidini. Zaburi 107 mstari wa 1, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makuu usiyojua. Mathayo 7 mstari wa 1, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Zaburi 25 mstari wa 4, Bwana unijulishe njia zako, nifundishe mapito yako. Zaburi 71 mstari wa 1, nimekukimbilia Bwana, nisiaibike milele. Zaburi 118 mstari wa 17, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana.
Zaburi 115 mstari wa 18. Bali sisi tutamhimidi Bwana tangu leo na hata milele. Zaburi 1 mstari wa 3. Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi na ni wengi wanaonishambulia. Zaburi 4 mstari wa 5. Toeni zabihu za haki na kumtumaini Bwana. Zaburi 56 mstari wa 3. Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Luka 1 mstari wa 49. Kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Wathesalonike wa 5 mstari wa 16. Furahini siku zote. Wathesalonike wa 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16. Furahini siku zote. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 10. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Msimzimishe roho. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 25. Ndugu, tuombeeni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Dorcas Amani, naenda kusoma ya kwa moyo. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Waefeso 6 mstari wa 1. Enyi watoto, heshimu baba na mama yako, maana yeye ndiyo haki. Waefeso 6 mstari wa 2. Waheshimu baba na mama yako, hii ndio amri ya kwanza na yenye ahadi. Waefeso 6 mstari wa 3. Upate heri ukae nyingi katika dunia. Waefeso 6 mstari wa 4. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali mwalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Mwanzo 1 mstari wa 3. Bwana akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mathayo 5 mstari wa 3. Mathayo 5 mstari wa 3. Heri walio maskini walio, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5 mstari wa 4. Heri wenye huzuni, maana watafarijiwa. Mathayo 5 mstari wa 5. Heri wenye upole, maana watarithi nchi. Mathayo 5 mstari wa 6. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Mathayo 5 mstari wa 7. Heri wenye rehema, maana watapata rehema. Mathayo 5 mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Mathayo 5 mstari wa 10. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7:8. Kwa maana kila ombaye hupewa, tafutaye huona, bisheni naye atafunguliwa. Habakuki 1:1. Ufunuo alioona nabii Habakuki. Wimbo ulio bora 1:1. Wimbo ulio bora Suleiman. Hesabu 4 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa, akanena na Haruni, akawaambia. Hesabu 5 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa na akamwambia. Hesabu 6 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa na akamwambia. Hesabu 8 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa na akawaambia. Hesabu 10 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa na akawaambia. Hesabu 13 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa na akawaambia. Hesabu 19 mstari wa 1. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na akawaambia. Tuchane naye. Waebrania 11 mstari wa 1. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Waefeso 5 mstari wa 1. Mfuateni Bwana kama watoto wanaopendwa. Wagalatia 5 mstari wa 25. Tuishi kwa roho na tuenende kwa roho.
wa Galatia 5 mstari wa 26. Usijisifu bure tukichokozana na kusuhudiana. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 3. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Kutoka 20 mstari wa 13 usiue. Kutoka 20 mstari wa 14 usiibe. Kutoka 20 mstari wa 15 Kutoka 20 mstari wa 13 usiue. Kutoka 20 mstari wa 14 usizini. Kutoka 20 mstari wa 15 usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16 usimshuhudie jirani yako uongo. Kutoka 20 mstari wa 8 ukumbuke siku ya Sabato na uitakase. Kutoka 22 mstari wa 18 usimwache mwanamke mchawi kuishi. Wafilipi 4:4 furahini katika Bwana, anasema tena furahini. Zaburi 23 mstari wa 1. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 25 mstari wa 1. Bwana nakuinulia nafsi yangu. Zaburi 24 mstari wa 1. Nchi na vyote vijaavyo ni mali ya Bwana, na dunia na akao ndani yake. Zaburi 106 mstari wa 1. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 107 mstari wa 1. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 150 mstari wa 6. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana, haleluya. Zaburi 100 mstari wa 1. Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. Zaburi 92 mstari wa 8. Bali wewe Bwana yu mtakatifu hata milele. Zaburi 18 mstari wa 1. Bwana nguvu zangu nakupenda sana. Zaburi 109 mstari wa 1. Bwana sifa zangu usinyamaze. Zaburi 103 mstari wa 2. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Zaburi 105 mstari wa 14. Bwana na waongezee ninyi na watoto wenu. Zaburi 122 mstari wa 1. Nalifurahia na aliponiambia natenda nyumbani mwa Bwana. Zaburi 125 mstari wa 1. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sauli ambao hautatikisika, wakaa milele. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ayubu 1 mstari wa 22. Katika matatizo hayo yote Ayubu hakuweza kumwacha Mungu wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Mithali 1 mstari wa 7. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mithali 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuja kuwa mzee. Mithali 23 mstari wa 3. Tena ujitie kisu kooni kama ukiwa mlafi. Mpaka angoje zitoke kali yako. Eti darasa la pili wamekamilika, tunaenda darasa la 3. Nasubiri muandike. Tayari? Haya, karibu. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Neema Irudi, nenda usimama kwa moyo. Kutoka 20. Neema Irudi. Kutoka 20 sura ya kwanza nayo nasema. Kutoka 20 mstari wa kwanza nao nasema, Mungu akanena maneno haya akasema. Mstari wa 2. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mstari wa 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 mstari wa 8 nao nasema, ikumbuke siku ya Sabato na itakase. Kutoka 20
Kutoka 20:13 nayo inasema usiue. Kutoka 20:14 nayo inasema usizini. Kutoka 20:15 usiibe. Kutoka 20:16 usimshuhudie jirani yako uongo. Mathayo 5:3 nayo inasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5:4 nayo inasema heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Mathayo 5:5 nayo inasema heri wenye upole, maana watairithi nchi. Mathayo 5:6 nayo inasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mathayo 5:7 nayo inasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mathayo 5:8 nayo inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Mathayo 5:9 nayo inasema heri walio upatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Zaburi 23:1-6 nayo inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Unuishe nafsi yangu katika njia zake kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mwanzo 1:13 nayo anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mwanzo 1:3 nayo anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kutoka 22:18 nayo anasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kutoka 20:19 nayo anasema mtu yote alalaye na mnyama sharti auawe. Zaburi 150:6 nayo anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Zaburi 119:105 nayo anasema neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Zaburi 116:1 nayo anasema nampenda Bwana kwa kuwa anasikia sauti yangu na dua zangu. Mwanzo 1:1 naye anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Wafilipi 4:4 naye anasema furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Wafilipi 1:3 naye anasema namshukuru Bwana kila niwakumbukapo. Wafilipi 3:1 naye anasema hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Mathayo 6:13 naye anasema usitie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Mathayo 6:11 naye anasema utupe leo riziki yetu. Amen. Sasa sifiwe. Kwa jina ni kwa sababu nimefanya kutaja kama Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:3 Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Yeremia 33:3 anasema ndanoma Niite nami nitakuitikia ndiko mambo makubwa magumu sio yajua. Yeremia 33:26 nao anasema neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema. Yohana 11:35 nao anasema Yesu akalia kwa machozi. Yohana 3:16 nao anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Wimbo ulio bora 1:1, wimbo ulio bora wa Suleiman, wimbo ulio bora 1:2 kubusu na nimbusu kuonyesha maana pamoja zake zavuka divai. Efeso 6:1 nao nasema enyi watoto watini wazazi wenu
katika Bwana maana ndio haki. Wafilipi 4 neno nasema furahini katika Bwana, anasema siku zote furahini. Mathayo 5 mstari wa kwanza na unasema naye paona makutano alipanda mlimani pa kushoto kwetu, wanafunzi wake walimjia. Mathayo 5 mstari wa pili na unasema akafumbua kinywa chake kifunja na kusema. Mathayo 5 mstari wa 3 na unasema ile walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5 mstari wa 4 na unasema ile wenye huzuni maana watafarijika. Mathayo 5 mstari wa 5 na unasema ile wenye upole maana watairithi nchi. Mathayo 5 mstari wa 6 na unasema ile wenye njaa kiu yake maana watashibishwa. Mathayo 5 mstari wa 7 na unasema ile wenye lema maana watapata rehema. Mathayo 5 mstari wa 8 na unasema ile wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Mathayo 5 mstari wa 9 na unasema ile wapatanisho maana wataitwa na Mungu. Mathayo 6 mstari wa 9 na unasema basi nini salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mathayo 6 mstari wa 10 anasema mapenzi yako yatimizwe kama hapa duniani kama huko mbinguni. Mathayo 6 mstari wa 11 anasema utupe riziki yetu. Mathayo 6 mstari wa 12 anasema usamee deni zetu kama sisi tuwasamehe wadeni wetu. Mathayo 6 mstari wa 13 anasema usitie majaribu, lakini tuokoe na ule mwovu. Mathayo 1 mstari wa 2 anasema Abraham alimzaa Isaka, Isaka kamzaa Yakobo, Yakobo kamzaa Yuda na ndugu zake. Mathayo 1 mstari wa 4 anasema Yuda alimzaa Faresi na Zera, mama yao alikuwa Tamari. Faresi alimzaa Hesroni, Hesroni alimzaa Romi. Mathayo 1:23 nao anasema bikira atachukua mimba, atazaa mtoto, ataitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Mathayo 7:7 na unasema wapendwa nanyi mtapata fulani na mtu unabishana mtafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 8 unasema kwa maana kila ombaye upokea, kila tafutaye huona, kila bisha atafunguliwa. Mathayo 11:28 na unasema njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:29 na unasema jifungeni langu mjifunze kwangu mimi, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Zaburi 23 mstari wa 1 na unasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 24 na unasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yako Bwana, na duniani na kao ndani yake. Zaburi 25 mstari wa 1 na unasema nimekunulia macho yangu. Zaburi 27 na unasema Bwana nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ngome yangu na uzima wangu, mimi ni mhofu nani? Zaburi 31 mstari wa 1 unasema nimkimbia Bwana usiaibike milele. Zaburi 71 mstari wa 1 unasema nimkimbia Bwana usiaibike milele. Zaburi 107 unasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaburi 121 mstari wa 1 na unasema ndani macho yangu tazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Zaburi 121 mstari wa 2 unasema msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi 122 mstari wa 1 na unasema haifurahi niambia natuni nyumbani mwa Bwana. Zaburi 123 mstari wa 1 na unasema nimekulia macho yangu wewe uketie mbinguni. Zaburi 125 unasema namtumainio Bwana kama mlima Sayuni, akawa hawatatikisika, akawa milele daima. Zaburi 127 unasema Bwana usipojenga mji wajengao fanya kazi bure, Bwana usipolinda mji waulindao fanya kazi bure. Zaburi 133 mstari wa 1 unasema tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja
kwa umoja. Zaburi 150 mstari wa 8 anasema, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Zaburi 107 nao nasema, Zaburi 118 anasema, haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mithali 10 mstari wa 1 nao nasema, mwana mwenye hekima mfuata babaye, bali mwana mpumbavu mzigo wa mamaye. Mithali 16 mstari wa 1 nao nasema, maandalio ya Amoni wa mwanadamu bali jawabu la mtu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Zaburi 22 mstari wa 6 nao nasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atapokuwa mzee. Mithali 1:1. Mithali za Suleiman mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Mithali 1:10 nao nasema, mwanangu wenye dhambi kushawishi usikubali. Mithali 8:17 nao napenda. Na Mithali 8:17 nao nasema, na wapenda wale pendao utafute kwa bidii wataniona. Mithali 20 mstari wa 29 nao nasema, fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Mithali 23 mstari wa 13 nao nasema, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 nao nasema, furahini siku zote. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 nao nasema, Kutoka 20 mstari wa 10 wa kwanza nao nasema, Mungu akanena maneno haya. Kutoka 20 mstari wa 2 nao nasema, ili Bwana Mungu kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kutoka 20 mstari wa 3 anasema, sio miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 mstari wa 7 anasema, usilitaje jina Mungu wako bure. Kutoka 20 mstari wa 8 anasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kutoka 20 mstari wa 9 nao anasema, siku sita fanya kazi, twende mambo yako yote. Kutoka 20 mstari wa 12 nao nasema, waheshimu baba na mama yako, siku zako za kuishi zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Luka 11:38 nao nasema, hicho ni taa ya mwili. Marko 10:13 nao nasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni wao. Kutoka 20 mstari wa 13 nao nasema, usiue. Kutoka 20 mstari wa 14 usizini. Kutoka 20 mstari wa 15 usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16 usimshuhudie jirani yako uongo. Ayubu 1:1. Alikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu kutokana na uovu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 15 anasema, furahini siku zote. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 anasema, ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19 nao nasema, msizimie mioyo. Zaburi 107 mstari wa kwanza anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rebecca Abiudi, naenda kutaja kwa moyo. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kutoka 20 mstari wa 8, kumbuke siku ya Sabato na itakase. Kutoka 20 mstari wa 13, usiue.
Kutoka 20 mstari wa 12, waheshimu baba yako na mama yako, upate heri ukae siku nyingi katika dunia upewe na Bwana Mungu wako. Kutoka 20 mstari wa 14, usizini. Kutoka 20 mstari wa 15, usiibe. Kutoka 20 mstari wa 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Kutoka 22 mstari wa 18, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kutoka 22, usimtese mjane yote aliyefa na mume wala mtoto yatima. Kutoka 23 mstari wa 6, usipotoe hukumu ya mtu maskini katika neno lake. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5, mwanamke asivae mavazi ya mpasua mwanamume wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila fanyia hivyo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Zaburi 23 mstari wa 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 25 mstari wa 1, Bwana nakuinulia nafsi yangu. Zaburi 37 mstari wa 5, mkabidhi Bwana njia zako, pia mtumaini naye atafanya. Zaburi 116 mstari wa 9, nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Zaburi 118 mstari wa 8, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Zaburi 118 mstari wa 9, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Zaburi 118 mstari wa 17, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Zaburi 121 mstari wa 1, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mstari wa 2, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi 122 mstari wa 1, nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Zaburi 123 mstari wa 1, nitainua macho yangu, nimekuinulia nafsi yangu uketie mahali pa juu. Zaburi 124 mstari wa 8, msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Zaburi 125 mstari wa 1, wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hutatikisika wakaa milele. Zaburi 128 mstari wa 1, heri kila mtu amchaye Bwana na aendaye katika njia yake. Mithali 10 mstari wa 1. Zaburi 150 mstari wa 6, kila mwenye pumzi na msifu Bwana, haleluya. Mithali 10 mstari wa 1, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Mithali 13 mstari wa 1, mwana mwenye hekima husikiliza mausia ya babaye, bali mpumbavu hasikilizi maonyo. Mithali 15 mstari wa 20, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mpumbavu mdharau mamaye. Mithali 20:13, usipende usingizi usije ukafa maskini, fumbua macho yako na utashiba chakula. Mithali 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia impasao, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Isaya 66 mstari wa 2, maana mkono wa Mungu ndio uliofanya vitu hivi vyote vikapata kutokea, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu mnyonge mwenye roho iliyopondeka na tetemeka asikiapo neno langu. Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyojua. Mathayo 1:1 hadi mstari wa 16. Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 16. Kitabu cha ukoo Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari, Peresi akamzaa Ezra akamzaa Aram, Aram akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni akamzaa Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu, Obedi akamzaa Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Suleiman kwa ule mke wa Uria, Suleiman akamzaa Rehoboamu akamzaa Abiya akamzaa Asa akamzaa Yehoshafati akamzaa Yoramu akamzaa Uzia akamzaa Yothamu akamzaa Ahazi akamzaa Hezekia akamzaa Manase akamzaa Amoni akamzaa Yosia akamzaa Yekonia ndugu zake wakati ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtiel akamzaa Zerubabeli akamzaa Abiudi akamzaa Eliakimu akamzaa Azori akamzaa Sadoki akamzaa Akimu akamzaa Eliudi akamzaa Eleazari akamzaa Matani akamzaa Yakobo akamzaa Yusufu mume Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Mathayo 5 mstari wa 3, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mstari wa 4, heri wenye huzuni, maana watafarijika. Mstari wa 5, heri wenye upole, maana watairithi nchi. Mstari wa 6, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Mstari wa 7, heri wenye rehema, maana watapata rehema. Mstari wa 8, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Mstari wa 9, heri wapatanishi, maana wataitwa wa Mungu. Mstari wa 10, heri wenye kudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 7:1, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mstari wa 8,
kwa maana kila ombaye hupokea, naye tafuta yuona, naye abisha atafunguliwa. Mathayo 11:28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mstari 29. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu mimi, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mstari 30. Mstari 29. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mstari 30. Kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Luka 18 mstari wa 1 hadi wa 8. Akaambia mfano ya kwamba imepasa kumwomba Mungu siku zote wala sikati tamaa. Mstari wa 2 akasema palikuwa na kadhi dhalimu katika mji fulani, amchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki yangu na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, lakini akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, nitampatia haki mjane huyu, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata apatia wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, nao ni mvumilivu kwao? Naambia atawapatia haki upesi. Lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 2. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 11:35. Yesu akalia machozi. Yohana 14 mstari wa 1. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi na mimi. Mstari wa 2. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Yohana 15 mstari wa 1. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa 2. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Yohana 16 mstari wa 1. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Warumi 5 mstari wa 8. Bali Mungu yeye mwenyewe aonesha pendo lake kwetu sisi, kwa kuwa alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura 3 mstari wa 16 hadi wa 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mtu akiliharibu hekalu hilo, Mungu atamharibu mtu huyo. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura 11 mstari wa 1. Mnifuate mimi kama nilivyomfuata Kristo. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura 13 mstari wa 1. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shabeli yao na upatu uvumao. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura 16 mstari wa 13 hadi wa 14. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkae hodari. Mstari wa 14. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Waefeso 6 mstari wa 1. Enyi watoto watii wazazi wenu katika Bwana, maana ndio haki. Mstari wa 2. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri ndio amri ya kwanza na yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Mstari wa 4. Nanyi kina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Waefeso 6 mstari wa 10. Waefeso 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Mstari wa 11. Vaeni silaha zote mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Wafilipi 4:4. Furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Wafilipi 4:13. Naweza mambo yote katika ntia yangu. Wakolosai 4 mstari wa 2. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Waraka wa kwanza wa Thesalonike sura ya 5 mstari wa 16.
furahini siku zote. Mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Mstari wa 18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 19, msimzimishe roho. 20, msituze unabii. 21, jaribuni mambo yote, lishikeni lilo jema. 22, jitengeni na ubaya kila namna. 25, ndugu tuombeni. 28, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Waraka pili kwa Timotheo sura ya 1 mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Filemoni, kitabu cha Filemoni sura ya 1 mstari wa 3 hadi 4. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nikikumbuka katika Waebrania 11 mstari wa 1, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Jamani, makofi kwake. Makofi kwa wote kuanzia darasa la 1, la 2 na la 3. Makofi na vigeregere pia.